Hello, habari. Karibu katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri inayoitwa Kifo cha Mchepuko. Ilikuwa majira ya saa 7 mchana, siku ya Jumamosi, kilomita 2 toka katikati ya mji maarufu sana kisiwani Pemba, Chake Chake. Ni wakati ambao zilikuwa zimetawala habari za uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na wawakilishi wa mwaka 2005. Kipindi ambacho kwa kawaida zilijaza fomu kwa wananchi wa kisiwa hiki. Kutokana na matukio ya chaguzi zilizopita hasa wa mwaka 2000. Sasa basi, kwenye nyumba moja ya kulala wageni iliyopoa kabisa kwa utulivu wake, yani tofauti na tulivyozoea Tanzania bara, inayofahamika kama kwa jina la Madungu Guest House, iliyopo maeneo ya Madungu pembezoni mwa barabara kuu iendayo Pemba, itokayo Chake Chake kwenda mkoani Kusini Pemba. Basi barabara ambayo ilionekana kupambwa kwa bendera za vyama mbalimbali vya siasa. Madungu Guest ikiwa jirani kabisa na makao makuu ya jeshi la polisi la mkoa wa Chake Chake. Naam. Tukiwa hapo Madungu Guest House, aliingia kijana mmoja mwenye asili ya uchotara hivi wa Mswahili na Mwarabu, yani mchanganyiko wa Mwarabu na Mswahili. Japo asilimia kubwa alikuwa ni Mwarabu, aliyevalia kitana shati, japo kwa wakazi wa Tanzania bara wangesema alivalia simple tu, ila kwa huku ungesema amevaa kiungwana, maana akiacha kofia yake ya duara barakashia nyeupe yenye kudariziwa kwa nyuzi za hariri, pia alivalia shati lake la blue lenye drafti nyeupe na nyekundu pasipo kuchomekea, na suruali yake nyeusi. Huku chini alivalia viatu vya wazi. Sijui kama ndio maandiko sahihi kwamba ni sandals, lakini ndivyo tunavyoitaga. Basi kijana yule mwenye muonekano huo wa hali nzuri ya kimaisha, huku kidevu chake kikitawaliwa na ndevu nyeusi za kung'aa ambazo zilionyesha uarabu wake, alielekea moja kwa moja mpaka mapokezi na kuongea na kijana mmoja wa kiume aliyekuwepo pale mapokezi, ambaye mara moja alimpatia ufunguo na kumtajia chumba namba 11, kwamba ndicho chumba alichotakiwa kijana yule Mwarabu akaingie. Na huku wakiwa kama walishawahi kuonana kabla ya hapo, yani ilionekana kuwa yule kijana alishatangulia mwanzo kuja kufanya mipango ya chumba kwenye ile nyumba ya kulala wageni. Sasa nikwambie kitu, wewe nenda kamchukue mlango wa nyuma, alisema yule kijana Mwarabu. Hapo kama walielewana toka mwanzo, basi yule kijana akaenda kule kwenye mlango wa nyuma. Naam, ile anaokaribia tu mlango akasikia harufu nzuri ya manukato. Hapo yule kijana mhudumu wa vyumba mwenye asili ya watu wa kutoka bara huku, ambao huku kisiwani upewe jina la Mnyamwezi, akajikuta akisisimkwa na mwili wake, maana alijua fika kuwa harusi ile inatoka kwa msichana aliyesimama nje ya nyumba ile, na aliyejiandaa kwa kuja kupewa. Labda kuna kitu ni kudokeze, ni kwamba msichana wa Kiarabu au anayefuata utamaduni huo huwa na maandalizi makubwa sana pale anapoenda kwenye tendo. Wanasema ni moja ya ibada na anatakiwa kumfanya mwanaume avutike na kuhamasika katika wakati anampatia. Hivyo ujifukiza marashi mbalimbali na kunyenyunyizia utuli wa kila aina. Ufikia wakati baadhi ya wanaume sasa ujikuta anasimama hata pale ambapo anakutana na msichana huyu ndani ya daladala au kupishana naye njiani. Ndivyo ilivyokuwa kwa kijana huyu mhudumu wa hii guest house. Mara tu alipofungua mlango ule mdogo wa kwenye geti la chuma na kumkuta msichana mmoja mwenye umbo la kimo vya kupendeza, maana kwa haraka haraka ungesema ni msichana toka bara, sababu miili mingi ya wasichana wenyeji wa visiwa hivi iliyopo mashariki mwa Afrika walikuwa ni wenye maumbo ya Kiingereza, yani wembamba kama Waarabu, tofauti kabisa na huyu ambaye usawa wa macho yake alionekana kuwa ni mweupe kabisa, tena kama Mwarabu, lakini umbo lake ni zaidi ya mtu wa msichana wa bara mwenyewe, maana alikuwa msichana mrefu kiasi, mwenye kifua cha wastani, wembamba wake hasa maeneo ya tumboni hapa. Ungesema kama vile ni mvivu wa kula huyu.
Japo alikuwa amevalia nguo nyeusi ndefu, yaani baibui lenye haliri, rangi ya dhahabu kwenye pindo zake mle na kifuani. Lakini kuona jinsi alivyojali wa matako sasa na mahipsi, yaani hipsi zake mapana yenye kuvutia kila mwanaume mwenye macho yenye kimbele mbele ya kutazama. Basi huku kwenye nywele alikuwa amefunika nywele zake na ushungi mweusi. Pia aliziba uso wake kwa kitambaa fulani vicheusi. Wapiganaji wa Kijapani wale wenye asili ya ninja. Basi harufu nzuri ya manukato ilitawala eneo lile. Akamsalimia, "Asalamu alaykum." Ilikuwa ni sauti nyororo na nzuri iliyojaa aibu kilomia toka kwa msichana huyu mzuri ambaye alionekana mwenye wasiwasi mwingi, kana kwamba ile ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuingia sehemu kama ile, ambayo kikawaida mtu akiingia anajua amefuata kitu gani. Ya kwanza ni hivyo. Haya, jambo lingine ukichukulia pengine ni mwenyeji wa maeneo haya na sio msafiri, basi yeye akaitikia, "Asalamu alaykum shemeji, karibu ndani." Alisema kijana mhudumu. Kijana mhudumu wa gesti ambaye alivutiwa na muonekano wa msichana huyu. Hata alipojaribu kumtazama usoni mwanamke huyu, hakika ilikuwa ni vigumu sana. Maana msichana huyu alikwepesha macho kwa aibu na kutazama chini, na yule msichana akaingia ndani akimfuata nyuma yule mwenye asili ya kutoka Tanzania bara. Naam, talishi wa vyumba vya wageni Bwana Hassan Mohamed ambaye ni mwenyeji wa mkoa wa Tabora Pemba alikuja kutafuta maisha. Alimchukua yule msichana na kumpeleka kwenye chumba namba 11 ambako aligonga mlango ukafunguliwa na yule kijana chotara ambaye jina lake alijulikana kama Abdukadri. Unaweza kumuita Ame. Na yule msichana akaingia haraka ndani. Ungesema aliona mtu ambaye anaweza kuwafumania. Punguza wasiwasi basi. Si hivi umeshaingia na haja kujua mtu, alisema Abdukadri na lafudhi ya Kipemba. Huku akimshika mkono mpenzi wake huyo, kama vile anamzuia asikimbie sana. Kisha akamuingiza ndani ya chumba kile namba 11, huku Bwana Hassani Mnyamwezi sasa wa Tabora pale Itigi anataka kuondoka zake ili kuwapisha wapenzi yao wafanye ya kwao. Sasa ikawa hivi. Sasa Hanse, hebu niagizishie sahani 2 za chips, mishikaki 4, juisi ya ukwaju na bakuri 1 la urojo, alisema Abdukadri. Huko anampatia noti ya shilingi 10,000 Bwana Hassani huyo. Aya, kama alivyokuwa anamuita yeye, change ni ya kwako, akasisitiza Abdul. Kisha akaingia ndani na kufunga mlango kwa ndani. Hapo Hassani hakuweza kuondoka mara moja. Alisimama kidogo pale mlangoni alivyokuwa naombea. Ni kama kuna jambo alikuwa analisubiri, huku akitikisa kichwa kwa masikitiko ya wivu. Dogo anafaidi huyu. Hebu ona ule mzigo. Umejazia kama amesusiwa. Alafu sijui amelitoa wapi lile demu. Utazani ametoka bara. Aliwaza Hassani akiwa ameganda kwenye mlango wa chumba kile namba 11 ambao ulikuwa umeshafungwa. Ngoja kwanza nioge basi. Mbona una haraka wewe? Ilisikika sauti ile tamu ya kike mwenye lafudhi ya Kipemba. Si uvue basi ukaoge sasa, ukaenda kuoga na nguo zako, alisema Abdukadri kwa sauti ya kubembeleza. Naenda vulia msalani naona haya mie, alisema tena yule mwanamke. Sauti yake ikiambatana na kicheko ambacho kilionyesha uwazi kuwa amejawa na aibu. Ungeweza kusema kuwa msichana huyu ndio alikuwa anaingia kwa mara ya kwanza na mwanaume katika mazingira kama haya. Haya bwana Mshindi, nenda wewe kaoge, alisikika Abdu, kijana mwenye jina kubwa hapa mjini, kutokana na biashara yake ya manukato na mapambo ya wanawake kama vile mikufu na hereni, pia viatu na nguo za ndani, na lile dirisha lifungwe bwana wasije kuchungulia. Alisikika tena yule mwanamke akisema, funga lile dirisha bwana wasije wakachungulia huku, kutokana na kufunika sura yake. Usijali, nitafunga, wewe nenda kaoge tu. Hapo Hassani akuona sababu ya kuendelea kukaa mahali pale, akatoka na kuelekea alikotumwa, ambako ni kama ndo kadogo tu, ni umbali wa mita 500 toka nyumba ya kulala wageni. Alikuwa na wasiwasi ya kuwa
endapo atakuja mteja mwingine kule ofisini kwake na kumkosa, maana nyumba ile ya wageni ina vyumba 17. Ilikuwa na wateja wengi. Basi Hansi yule mfanyakazi aliyetumwa chakula akawa ameondoka, anaelekea kule kwenye kununua chakula sasa. Huku ana wasiwasi wasije wateja wakaja kule hotelini. Lakini wakati anatembea huku anawaza juu ya yule msichana alivyokuwa mzuri na kuwatazama watu sehemu nyingine za makalio, mara akamwona msichana mwingine kama yule yule aliyemwacha kwa mteja wake kule chumba cha kulala wageni, akija mbele yake mwenye kimo na umbo kama lile, tena amevaa vile vile na kujiziba nikabu usoni. Aibu, alishangaa, aliona ajabu kwelikweli. Inawezekanaje? Watu wa huku, maana ni moja ya stara kwa wanawake. Hasani alimtazama vizuri yule mwanamke ambaye alionekana akitembea kwa mwendo wa haraka sana, huku akiwa kwenye mwendo wa wasiwasi mwingi, akielekea mjini Chake Chake, yaani kule alikokuwa anatokea Hasani. Hata alipopishana naye na kupiga hatua kadhaa, akageuka na kumtazama makalio ya mwanamke huyu. Ni kweli na yeye alikuwa amefungasha. Siku hizi Wapemba nao wamo, alijisemea Hasani huku anatazama mbele anakoelekea. Na baada ya kutembea mita kama 10 mbele, akageuka tena nyuma kwa lengo la kutazama tena yule msichana, akihitaji kutazama tena makalio ya yule msichana mwenye kufanana na demu wa mteja wake aliyemwacha kule guest house chumba namba 11. Lakini ile anageuka na kumtazama yule mwanamke, naye ndo wakati alikuwa anageuka, na kama vile alikuwa anamtazama yeye, na macho yao yalipokutana, yule msichana akatazama mbele kwa haraka, huku anaendelea kutembea kwa mwendo wa haraka sana. Basi Hasani alitabasamu kwa ujinga wake na kutazama makalio ya wasichana. Unajua, alikuwa ajabu sana kwa mwanamke wa kisiwa hiki kuvaa kama vile. Sababu ni moja ya ustaarabu, ilikuwa sio ajabu waliorithi kutoka kwa wakoloni wao wa Arabu hao. Basi akashangaa, demo amekolea nini, mbona aligeuka kunitizama? Aliwaza Hasani, akageuka tena na kumtazama yule msichana. Naam, hapo Hasani akashikwa na mshangao mkubwa sana, maana akamwona tena yule msichana. Ina maana alishatoweka. Hakumuona. Ametoweka vipi wakati barabara hii ni ndefu? Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine ya simulizi yetu nzuri ya Kifo cha Mchepuko. Asante na kwaheri.